Majina yangu naitwa Upendo Ngitiri, mratibu wa washa miliki bunifu kwa majaji wa rufani ambayo imefanyika hapa katika ukumbi wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere. Washa hii imetoa fursa kwa majaji wa rufani kujadiliana na kubadilishana uzoefu katika eneo hili muhimu katika nchi yetu. Na hii ni mwendelezo wa jitihada za mahakama kuendelea kuwajengea uwezo waheshimiwa majaji na mahakimu katika eneo hili la miliki bunifu. Mahakama ya Tanzania kwa kushirikiana na WIPO kwa miaka 6 sasa imefanya jitihada mbalimbali, ambapo pia leo hii wameshawatraini waheshimiwa majaji na mahakimu zaidi ya 1074. Na washa hii ni mwendelezo wa jitihada za mahakama ya Tanzania, na tunashukuru sana wadau wa miliki bunifu walioshirikiana nasi katika washa hii. Kwa ajili ya kumbukumbu ya washa yetu tumeandaa documentary fupi yenye jumbe mbalimbali kutoka kwa waheshimiwa majaji wa rufani na washiriki wengine. Karibuni. Judiciary and the decision that they made sets precedents, and therefore it is important that the judiciary be acquainted with the roles and its implication. Thus, in-depth knowledge of IP for the judiciary is inevitably important. And I'm glad actually the previous speakers have spoken about it, that there is no serious investor who will go to invest in a country whereby there are weak laws in enforcement of intellectual property rights. And of course, we've seen in the past that at least even where there are negotiations. This workshop aims to provide a forum for high-level judicial reflection on the evolving complexities of intellectual property. At the heart of the engagement lies a recognition that intellectual property today is not only a legal domain, but a critical enabler of development, commerce, and cross-border cooperation. The workshop has been very enlightening to me. I've learned a lot, and the experiences we have had from our friends in Kenya and also from WIPO have been of great importance to us. We have been taken through our laws, copyright law and the trademark law of Tanzania. We have learned some few cases which have been decided, and actually the panelists have been very useful to us. They have presented very good papers, very enlightening, and we think we shall make use of them in making our decisions better, because the issue of copyright and trade and business marks is now a problem because of the emphasis given by the government in the industrial developments. So such disputes are prone to occur now and then, and we need to prepare ourselves so that we can be able to decide the disputes regarding issues of copyright and trademark infringements. Washa hii ya leo imekuwa ya manufaa sana kwangu, kwa sababu kwanza nikiri kabisa imekuwa ni mara yangu ya kwanza kukutana na washa ya namna hii inayohusiana na mambo ya umiliki bunifu na usajili wa alama za biashara. Imekuwa ni washa ambayo ni ya kipekee sana kwangu, kwa sababu nimeweza kujifunza mambo mengi. Kwanza kuhusiana na mambo ya umiliki bunifu, kumbe inahusiana na masuala ya kuwa na kitu chako ambacho umekibuni ndio kinapata hiyo hadhi ya kuwa na umiliki bunifu. Nimejifunza kwamba kuna bidhaa ambazo zinaweza kupata huo umiliki bunifu, lakini kuna zile ambazo haziwezi kupata hadhi hiyo. Lakini vile vile kwenye masuala ya alama za biashara na kwenye tumejifunza kwamba kumbe hizo zinasajiliwa na tofauti na copyright. Zile zinasajiliwa, lakini tumejifunza mambo mengi, hata process au utaratibu wa kuzisajili na mamlaka ya msajili katika kusajili hizo alama, na yenyewe tumejifunza. Kwa kweli kumekuwa na mambo mengi sana ambayo tumepitishwa. Ila mimi tu niseme tu kwamba kweli washa hii imekuwa ni nzuri sana, imekuwa na manufaa makubwa sana, lakini pendekezo
kwa wale wanaoandaa ambao tunawashukuru sana. Tunawashukuru sana kwa kutuandalia warsha hii. Tunaomba sana. Copyright na trademark ina mambo mengi sana ambayo yanahitaji muda mrefu kujifunza. Kwa hiyo kama watafikiria kuandaa warsha namna hii, waongeze muda. It is a distinct honor that I was nominated a facilitator at this important intellectual property workshop for the justice of appeal of our brothers and sisters of Tanzania. I congratulate the judiciary of Tanzania for organizing this important workshop. The day has been productive and we have seen a great interest from all the participants and judges in advancing their knowledge in intellectual property. It is our wish as members of the judiciary of all the African countries that we take our place in developing the jurisprudence of intellectual property. I also wish to thank the WIPO for their collaboration and support, not just of the judiciary of Tanzania, but to various judiciaries in the entire Africa. I look forward to returning back to Tanzania and joining the judiciary of the country in advancing and acquiring further knowledge. And I wish the entire judiciary of Tanzania Godspeed in the important service of delivering the justice to all our people. God bless Tanzania. God bless the judiciary of Tanzania. Sheria ya copyright na intellectual property generally ni eneo ambalo ni muhimu sana kwenye nchi ambayo inataka kuinukia kibiashara, kwa nchi ambayo inataka kukuza protection au tuseme ulinzi wa miliki za wabunifu, ulinzi wa miliki za watu ambao wana talents fulani ambayo sio vitu ambavyo ni tangible, kitu cha kushika. Kwa sababu unaposema intellectual property ni haki ambayo mtu anaipata kwa sababu ya namna alivyoumbwa, kitu kama vile utunzi wa muziki au invention, yani ugunduzi wa kitu ambacho hakijawahi kuwepo. Kwa hiyo sheria ya namna hiyo kwa sisi maafisa wa mahakama ni muhimu sana, kwa sababu kwetu ni nchi inayoendelea. Kwenye nchi zingine hilo jambo si geni tena, ni jambo la kawaida na kesi ziko nyingi, na mpaka Jumuiya ya Mataifa ina chombo inaitwa WIPO ambacho ndicho hasa kina coordinate haya mambo. Hata na hii training ambayo tumefanya, WIPO wamefanya kitu kikubwa kwa sababu wameshiriki na ni one of the coordinators. Kwa hiyo naweza kusema kwamba nimefaidika kwa sababu sio eneo ambalo tunakutana nalo kila siku mahakamani. Kwa hiyo tukipata warsha ya namna hii inatukumbusha mambo ambayo tulisoma shule zamani, lakini kwa sababu nchi yetu inaendelea na dunia inabadilika, basi wakati wote haya mambo yanaweza kuja na sisi inatusaidia katika kuamua kesi mbalimbali ambazo zinaweza kuja mbele yetu. Kwa hiyo naweza kusema ni seminar ambayo ni muhimu sana kwa judicial officers au tunaweza kusema maafisa wa mahakama, wale ambao wanahusika na uamuzi wa mashauri mbalimbali ambayo yanaletwa mahakamani, hasa kwa maeneo ya ufanyabiashara na wabunifu mbalimbali. Binafsi nimefarijika kufanyika kwa warsha hii ambayo ina lengo la kuwajengea uwezo majaji wa mahakama ya rufani katika namna bora ya uendeshaji wa mashauri ya masuala ya haki ya miliki bunifu. Eneo hili tumekuwa tunawaza muda mrefu. Mahakama imekuwa inafanya mafunzo kwa majaji wa mahakama kuu pamoja na mahakimu wa ngazi za chini, lakini tulikuwa hatujafanikiwa kufanya mafunzo haya kwa majaji wa mahakama ya rufani ambao ndio mahakama ya juu na maamuzi yake yanazibana au kuziongoza mahakama zote za chini. Mafunzo yalikuwa ni ya muhimu kwa sababu kwa sasa kuna mashauri mengi sana, hasa ya mashauri yanayohusiana na alama za biashara pamoja na alama za biashara kwa maana ya trademarks, ambao mengi sana kwenye mahakama ya biashara, lakini yako na mahakama kuu masijara nyingine.
Kwa taratibu mashauri haya yameanza kuja mahakama ya rufani. Kuna mashauri kadhaa, sio mengi sana, yameanza kuja mahakama ya rufani na tumeshayatolea maamuzi. Sasa bahati mbaya eneo hili ni eneo geni, sio kila mmoja anajua maeneo masuala la hataza, alama za biashara pamoja na alama za huduma, lakini vile vile swala la haki miliki si eneo ambalo watu wengi wanalijua sana. Sasa kama mtu alijui na hajui kanuni zinazoongoza na sheria zinazoongoza uamuzi wa uamuaji wa mashauri hayo, mara nyingi anaweza kutoa maamuzi ambayo yatakuwa hayaleti, anaweza kawa anatoka kwenye misingi. Na tutambue kwamba sheria hizi sio za kitaifa. Pamoja na kwamba kila nchi ina sheria, lakini sheria hizi zimetengenezwa baada ya Tanzania kuingia katika mikataba, kusaini mikataba mbalimbali. Kwa mfano kuna mkataba unaitwa Trade Related Intellectual Property Rights Agreement kwa maana ya TRIPS, huu ni mwaka 1994. Mkataba ule umefanya swala la miliki bunifu kuwa ni sehemu ya vitu ambavyo vinahusiana na biashara. Na siku zote sheria hizi ni muhimu sana kwa sababu wanasema hakuna mwekezaji yote ambaye anajali biashara pamoja na uwekezaji anaweza kawekeza kwenye nchi ambao sheria zake ni hafifu, ikiwepo sheria hizi za masuala miliki bunifu. Kwa sababu miliki bunifu ni moja ya mali ambazo wawekezaji wanamiliki. Kwa hiyo kwa kutoa elimu hii kwa majaji wa mahakama ya rufani inatusaidia sana kuboresha maamuzi yetu, lakini kuboresha uelewa wa majaji wa mahakama ya rufani na hivyo kutoa maamuzi ambayo yatasaidia sana kuziongoza mahakama za chini. Lakini tunatambua kwamba maamuzi ya mahakama zetu hasa mahakama kuu na mahakama ya rufani yanasomwa na nchi nyingine, na vile nchi nyingine wanatumia, ikiwepo shirika la haki miliki bunifu duniani, kwa maana kwamba World Intellectual Property Organization au WIPO wana ile LexNexis WIPO database ambayo ina mashauri. Sasa mashauri yetu kama yatakuwa yanaamuliwa tofauti na kanuni na misingi ya sheria inayotaka, maana yake sisi tutakuwa kama ni kisiwa, na kwa sababu sisi sio kisiwa, basi kuna kila sababu ya majaji wa mahakama ya rufani ambao ndio mahakama ya juu kabisa, kuna kila sababu wao kupitishwa katika sheria hii pamoja na maamuzi mbalimbali. Na bahati nzuri mtakuwa mmeona kulikuwa na majaji kutoka Kenya mahakama ya rufani ambao nao wamejitahidi sana kusaidia kupata uzoefu, lakini kikubwa zaidi tumepata wawezeshaji kutoka nje ya mahakama wakiwepo kutoka vyuo vikuu, lakini tulikuwa na wenzetu wadau kwa maana ya taasisi ambazo ndo zinasimamia sheria hizi za miliki bunifu. Tanzania kama Kenya ambayo iko katika Afrika Mashariki inabidi tushirikiane ili tuendeleze hiyo sehemu ya intellectual property za zile tunatatua makesi ambazo zinakuja koti yetu. Sasa nimefaidika sana, nimepata marafiki wengi hapa Tanzania na nashukuru kwa hii nafasi kuja kushirikiana na wenzetu majaji kutoka Tanzania. Katika mafunzo haya tumeelezwa mambo mengi kwa kweli. Kimsingi ni kanuni ambazo zinatumika kwenye hizo sheria, na sisi kama majaji wa mahakama ya rufani kuna mashauri yanakuja kwetu yanayohusika na hayo masuala ya haki miliki na masuala ya haki bunifu. Na katika kufanya hivyo, maana yake maamuzi yetu tunayatoa kwa kuzingatia hizo sheria. Kwa hiyo kimsingi tumeelezwa namna gani tunavyoweza kuchambua ushahidi unaohusika na hayo masuala, namna gani tunavyoweza kuzingatia kwenye kutoa hayo maamuzi, lakini tumewekewa misingi ipi ya kuizingatia wakati wa kuziangalia hizo sheria, ili sasa maamuzi yale tunayoyatoa yawe maamuzi ambayo yanazingatia kanuni na taratibu. Na kama mwasilishaji mmoja wa jaji wa Kenya alieleza kwamba hili eneo kwanza ni eneo gumu na geni, kwa hiyo alichotutia moyo ni kwamba lazima tuwe na tujifunze. Kwa hiyo mafunzo haya walioyaandaa kwa kweli yametusaidia sana, lakini msingi mkubwa ambao tumewekewa ni kwamba yale maamuzi tunayoyatoa kama majaji wa mahakama ya rufani ni maamuzi ambayo yanasomwa na dunia nzima, sio ya kwetu peke yetu. Kwa hiyo kama ni hivyo, basi kumbe maamuzi hayo yanatakiwa yazingatie kanuni ambazo tayari tumepewa kwenye mafunzo, lakini ni maamuzi yao ya kiuongozi
na kwenye hili eneo la haki miliki ni masuala pia yanayohusika na masuala ya uchumi, biashara na nini. Kwa hiyo lazima tuzingatie hayo, na kikubwa kingine ambacho kwa mfano amekisema Profesa Ubena, nilimsikia wakati anaongea akasema lazima sasa, si Kiswahili chake nikiwekeje, lazima ubalance. Lazima uweke mizania sawasawa wakati wa kutoa hayo maamuzi, ili sasa kuangalia masuala ya uchumi na kuangalia masuala ya biashara. Kwa hiyo mafunzo muhimu sana, na tunadhani kwamba haya mafunzo yangekuwa endelevu. Na kikubwa kingine ambacho kuhusu haya mafunzo ni muda pia. Muda ni kidogo. Tunadhani ni masuala, na hii ikiwa mahakama ya juu kabisa, tunahitaji kwa kweli kuwa na uelewa wa hali ya juu wa haya masuala, ili tutoe maongozo katika maamuzi yetu, na mahakama za chini na dunia nzima pia ione namna gani sisi wa Tanzania, majaji wa Kitanzania, tunavyoweza kuzitumia hizi sheria za haki miliki na bunifu. Kwa hiyo tushukuru sana kwa waandaji wa haya mafunzo, lakini pia tunawashukuru watu wa WIPO kwa ajili ya kuendelea kuunga mkono juhudi za mahakama ya Tanzania kwenye masuala ya sheria za aina hii. Nirudie kutoa shukrani zangu kwa waandaji wa mafunzo, lakini pia tuwashukuru sana washiriki wote ambao tumekuja kwa ajili ya kujifunza, na tuombe tena tuendelee kupata mafunzo haya mara kwa mara. Warsha yetu imekuwa nzuri mno, na ninapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru sana wadau wetu ambao tumekuwa tukifanya kazi pamoja kwa muda mrefu. Tuna wadau wa ndani na pia tuna wadau wa nje. Kwa wadau wa nje huwa tunafanya kazi pamoja na WIPO, World Intellectual Property Organization. Wamekuwa ni wadau wetu kwa muda mrefu sana. Wametuwezesha katika masuala mengi, ikiwemo masuala ya masomo. Tumepata fursa ya maafisa mbalimbali wa mahakama kwa ngazi tofauti tofauti kujifunza, na sasa hivi bado tuna kozi ambayo inaendelea kwa ajili ya masuala ya usuluhishi. Lakini vile vile tuna wadau wetu wa ndani, na leo tulikuwa nao FCC pamoja na BRELA, na kwa kweli tumekuwa tukifanya kazi kwa muda mrefu. Tunashirikiana katika masuala ya haki bunifu ambayo kama nilivyosema awali ni masuala muhimu sana katika uendelezaji wa ubunifu kama zilivyo kwa uchumi wa nchi. Leo tumepata fursa ya kuongea na majaji wa mahakama ya juu kabisa katika mfumo wa kimahakama hapa Tanzania. Kwa masuala yanayohusu miliki bunifu, intellectual property, ni masuala muhimu kwa sababu hayo yanatafsiri pia jinsi gani nchi ubunifu ulivyo na jinsi gani maendeleo ya nchi yanaweza kupatikana katika nyanja mbalimbali za sayansi, teknolojia na biashara kwa ujumla. Tuna imani kama nchi tutafanya maendeleo makubwa sana katika eneo hili, na hasa kwa kuwa kuna msukumo mkubwa sana kutoka mahakama ya Tanzania. Napenda kushukuru sana mahakama kwa kutualika tuwe sehemu ya warsha hii. Katika warsha hii tumeweza kuwapitisha hasa katika kuwaelezea nafasi ya BRELA katika kusimamia masuala ya miliki ubunifu. Kama inavyofahamika, BRELA, wakala wa usajili wa biashara na leseni, ndiye msajili wa alama za biashara na huduma au trade and service marks, pamoja na kutoa hataza yani patents. Mashauri haya mahakama ya rufaa inatusaidia kupata tafsiri za sheria mbalimbali ambazo zinasimamiwa za miliki ubunifu, na maamuzi ya mahakama ya rufaa yanatuwezesha pia sisi kujiweka katika mstari wakati tunaposhughulikia masuala ya miliki ubunifu, ili tusiende nje ya maamuzi ambayo yametolewa.